Kufuatia malalamiko ya wananchi wa kijiji cha Kambeni kilichopo katika kata ya Miamba wilayani Same mkoani Kilimanjaro yanayohusisha changamoto ya ujenzi wa mradi wa mfereji wa Tuungane uliojengwa hapo awali, katibu wa mbunge wa jimbo hilo Comrade Sem Safieli Mamba akiwa ameambatana na afisa tarafa wa tarafa hiyo ya Mambavunta pamoja na viongozi wa chama na serikali wakiwemo baadhi ya wananchi wa kata hiyo wameamua kufunga safari mguu kwa mguu hadi kufika eneo la mradi huo wa ujenzi wa mfereji wa Tuungane ulipofanyika kwa ajili ya kuendelea kujionea changamoto hiyo na hatimaye kuitafutia ufumbuzi. Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Hoye! Mama Anne Kilango Malechela hoye! Hoye! Diwani Grayson Kiondo hoye! Hoye! Nimefika leo hapa katika kijiji cha Kambeni. Nimefika hapa kwa lengo moja tu la kusikiliza na kuona changamoto ya mfereji wa Tuungane. Kwa ajili ya ujio wenu wa siku hii ya leo, tunaomba mtupe suluhisho kwa ajili ya mfereji huu, na kwamba watu ambao tunao na mnawaona na walioko nyumbani, kelele zinakuwa kwangu kuulizwa maswali ambayo siwezi kuyajibu. Nilikuwa Semwamba Mbuwe, mkaaji wa kijiji cha Kambeni, lakini kitongoji cha Kambeni. Mimi kwa mradi huu ambao ni wa mfereji huu wa Tuungane, sisi ndio ambao tuliuanzisha. Tuliuchimba kwa nguvu zetu mpaka zikafika kwenye shamba na ilileta maji 70% na tulikuwa tunatumia. Lakini tulipoambiwa kwamba tunaboreshewa ili ufikie 100%, tukadhani ya kwamba tunaletewa mambo ambayo ni mazuri. Lakini tunavyoona hivi sasa ni kwamba hata ile 1% haifiki shambani. Mpaka sasa tuna miaka 4 kuelekea 5 mpaka sasa hivi hatuna maji, na sisi tunachotaka ni maji. Mpaka sasa tunatambua ya kwamba kwa uwepo wa mtendaji kata na tarafa na mbunge, sasa tunaona ya kwamba watatupatia ufumbuzi ambao tulikuwa tunalalamika. Ufumbuzi wote tunaotaka sasa ni kwamba kwa sababu uongozi umeona hii hali ya ukandarasi walivyotengeneza, wao wenyewe wameshuhudia mpaka hapa kwenye hiki chanzo, na meona kwamba chanzo kina maji mengi ambayo sisi lengo letu sasa turuhusiwe mkandarasi, kwa sababu ameshindwa aondoe mabomba yake, sisi turudishe zile mbunge pale. Maana tutakaporuhusiwa tu sasa na uongozi uliofika hapa, uongozi wa mbunge, kwanza namshukuru mbunge ambaye alikuwa na mawazo mema kututakia mawazo mema ili tuporeshewe, lakini kwa uhujumu wa watu wachache ndio wamewafikisha hali hii. Lakini nimshukuru mbunge kwamba sasa aturuhusu mkandarasi aondoe mabomba yake, tuje turudishe zile nguvu zetu, tuanze umoja ili tupate maji mashambani. Ninawahakikishia na umati wote huu mliouona, kama mtaruhusu mwezi mmoja tu, kama ukifika tunanyosha nyumbani au wiki mbili. Mimi hilo ni ombi langu, kiongozi, mheshimiwa mbunge, mtendaji kata, mtendaji tarafa. Sisi tunaomba kwa ombi la dhati, mturuhusu. Hawa wakandarasi wameshindwa na mmeona uhalisia, na hawatawaambia mmeshindwa, lakini uhalisia mnaona kwamba wameshindwa. Sisi tunawaomba mturuhusu waondoe mabomba yao ili turudi pale mahali tulipokuwa. Mimi ni Ezekiel Jonas Mgeni. Kwa kweli kwa mfereji huu wa Tuungane, kwa kweli tumezulumiwa vya kutosha. Maana maji ambayo tulikuwa tunapata kipindi ambacho hawajatengeneza hawa, tunapata maji ya kutosha na tukasomesha watoto wetu na watu wakafanya maendeleo ya hali ya juu sana. Lakini la kusikitisha sana, baada ya kuambiwa kwamba mradi unaboreshwa kwa miaka hii 3-4, tunalia umaskini wa hali ya juu ambao umekithiri kiasi kikubwa sana. Na hivyo ninatamka hivi kwamba hao waliobadilisha mradi na kuleta mabomba
ni hujuma nzito ambayo ilifanyika ya kutuhujumu watu wa Mshiwi pamoja na watu wa Kambeni ili umaskini utuue na hata tushindwe kupeleka watoto shuleni. Na hivyo basi, kwa ujio wa ugeni huu, mimi ninaomba tusikilize kilio chetu, wote wanaohusika mtusaidie kwa mambo haya mawili. Aidha, kwa mapatano ya kwanza ambayo tulipatana kwamba mfereji ujengwe kwa mawe sehemu zile zote ambazo ni mbaya ili maji yafike kwa 100%. La sivyo, kama hakuna mradi huo, turudishiwe mfereji wetu ubakie kwa asili ya wazee ambao waliuchimba kwa akili ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia, na hatimaye tukapata maendeleo ya kutosha. Zaidi ya hapo ni maangamizi kwa kitongoji cha Mshiwi na Kambeni, maana hakuna lolote litakalofanyika la maendeleo wala kusomesha watoto wetu kwa sababu ni tegemezi ya mfereji wa Tuungane. Ninaomba mtusaidie ili turudishe ile hali ya kwanza, maendeleo yaendelee, lakini tukaendelee kusomesha watoto wetu. Zaidi ya hapo ni umaskini umekithiri katika kitongoji cha Mshiwi na Kambeni. Mimi kwa majina naitwa Mishael Kisaka, mwenyekiti wa kitongoji cha Kambeni. Ni kweli jambo hili limeleta adha sana na changamoto kwa wanakitongoji na kijiji kizima, kwa sababu mfereji ulikuwa ni msaada kwa watu wa kijiji cha Kambeni. Tangia uboresho kuanzia mwaka 2001 mpaka sasa hivi maji hayajakanyaga hata shambani. Kila saa wanaboresha, wanakuja wanapasua, wanajenga, wanapasua, na imekuwa kero kwa wananchi wa kitongoji na kijiji kizima. Kila tukipita bwana, viongozi hamjui kazi, mbona mfereji tumeharibiwa, watu wanauliwa na njaa. Na kuna wengine mimi nadhani hata njaa imewaua kwa sababu ya mfereji huu, kwa sababu miaka 4 inaenda miaka 5 huu bado maji hajafika nyumbani. Kuna watu wengine, wakina mama, wakina baba, wazee na vijana wamepoteza nguvu zao na uwezo wa kuendeleza maisha yao. Mimi naitwa Grayson Dennis Msanga, ni mwenyekiti wa kata hii ya Miamba. Kwanza nifurahi kwamba tulipata mradi wa mifereji 9 ndani ya kata yetu ya Miamba, ikatengenezwa hivyo ilivyotengenezwa, lakini hapa mwisho tukapata taarifa malalamiko makubwa sana katika mifereji miwili ambayo ilileta malalamiko makubwa sana ofisini. Ikabidi nione serikali waje waone wenyewe site ni kwamba hicho kinacholalamikiwa kikoje. Kwa bahati nzuri, kwa sababu ni wasikivu, wametoka ofisini na wamefika site wenyewe, wamejionea hali halisi ilivyo. Nina hakika majibu yatapatikana, kwa sababu kilichoonekana hakiko mfukoni, kiko nje. Waliona, na wao ni watu waliona kama kweli ni vizuri au ni vibaya, wao waliona. Kwa hivi ninashauri serikali majibu haya yasichelewe sana, maana kweli kipindi hiki kuchambua, lakini tutafika muda, tutafika kwenye kiangazi, watu watahitaji maji. Tunaomba sana mambo haya yafanyiwe haraka ili ufumbuzi upatikane, watu wapate maji. Naitwa Mathayo Julius Stipe, ni afisa tarafa Mambavunja. Ni kweli upekee nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa tamko kwamba sisi kama wawakilishi wa serikali na watumishi na watendaji wa serikali kuwasikiliza wananchi malalamiko yao na kuona namna gani tunasaidiana ili kuinua pato letu la nchi, pia kutimiza ulinzi na usalama kwa wananchi. Uzuri wa kitu lazima ufike site. Ili ujue jambo la uhalisia wake, ni lazima ufike eneo la tukio. Niwape pole sana, niwahakikishie jamani, tuko pamoja na nyinyi sana. Tuko kwa ajili ya kusikiliza kero zenu na kuona namna gani tunatatua hizi changamoto. Changamoto ninaipokea na mamlaka husika, lazima tuone inashughulikiwa kwa uharaka kwa kipindi hiki sana. Jina naitwa Grace William Shimwela, ni mtendaji kata wenu hapa Miamba. Yaani leo nimekuja mimi mwenyewe kuona hali ya huku, poleni sana. Yaani nilikuwa sijui mnapitia machungu sana moyoni mwenu. Leo nimeyaona. Yaani iko ni kitu jamani, yaani naweza nikasema poleni sana kwa mara nyingine. Kuna mtu kaniambia, mtendaji utanidai hela ya lishe, lakini sina mazao yote niliyolima sasa hivi kwa sababu sina maji. Jamani, nimetembea mimi mwenyewe kuja kuona hii kero.
Ni kweli na naambia poleni sana kwa sababu mmeumia sana mioyoni mwenu. Na watu wamelalamika sana, mtendaji, hatuna ada, hatuna mazao ya kuleta huko shuleni, lishe, watoto wanadaiwa. Kweli hilo jambo nimeliona. Na kama ni mtendaji kazi yake ni kufaje, ni kutenda, kutekeleza. Kwa hiyo nimezipokea hizi kero. Nitaenda ofisi ya mkurugenzi, tutakaa pale chini ili niwakilishe hii kero ambayo umeniambia. Ofisi ya mkurugenzi mpaka hapo napenda niwaambia kwamba imepokea. Ni mtekelezaji, nitatekeleza kweli. Na sijawahi kuangusha hata siku moja. Kwa kweli poleni sana. Na mmeonyesha upendo, nimeona mna spirit ile ya kufanya kazi kwa nguvu. Mmesema kama mfereji hautofanywa kazi, basi mfanye kazi nyewe wenyewe. Nimeona mna nguvu. Yaani nimeappreciate hiko jamani, na nimewapenda. Na ninawapenda sana. Mifereji hii sio tu ya Kambeni bali ya kata nzima. Kwa hiyo ninaenda, nimepokea na naenda kuifanyia kazi. Kwa sababu tupo hapa ofisi tatu ya mkuu wa wilaya, mbunge na mkurugenzi. Lazima meza hizi zikae chini ili wapate nini, tupate mwafaka tunafanyaje juu ya hili jambo. Kwanza kabisa ni lazima ndugu zangu wananchi tukiri kwamba tunamshukuru sana mbunge wetu Mama Anne Kilango Malecela. Mbunge sio serikali, mbunge ni mwananchi, na ndio maana yeye anafika huku kwenu kusikiliza changamoto zenu. Yeye ndio kisemeo chenu. Baada ya kufika Miamba kusikiliza changamoto ya watu wa Miamba ambao ni wakulima halisi wa zao la tangawizi. Tanzania nzima 72% tangawizi inalimwa Miamba. Na Miamba ni jimbo la Same Mashariki analoliongoza Mheshimiwa mbunge Mama Anne Kilango Malecela. Kwa baada ya kufika Miamba akasikiliza changamoto ya Miamba, wakasema wanapata changamoto ya umwagiliaji. Akalichukua lile jambo, akalipeleka bungeni, akaongea kwa uchungu, serikali ikamsikia, ikampatia bilioni 1 na milioni 700 ziji hapa kata ya Miamba. Mbunge akishazungumza kule, fedha ikishafika hapa Miamba, mbunge hana kazi nyingine tena. Kazi yake atakuwa amefanya nini? Amemaliza. Kazi inayofuata ni ya wataalamu waliopewa dhamana na serikali kusimamia miradi hii. Sasa sisi tunategemea matokeo chanya. Baada ya mbunge kupambana kuleta fedha, tunategemea wananchi waseme tunaishukuru serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini badala yake inakuwa ni vice versa. Badala ya shukrani, wananchi wanakuwa na malalamiko. Amepata malalamiko haya mheshimiwa mbunge. Alinituma nije Miamba kufanya kikao juzi tu hapa. Kero nyingi nilizopokea, lakini zilikuwa zinatokana na mradi huu. Mheshimiwa mbunge akanituma tena kwa mara nyingine kwamba usiwe unapokea kero mezani, nenda mpaka kwenye eneo husika ukajionee kile wananchi wanacholalamika. Mungu ambariki. Ndugu zangu wana Kambeni, leo nimetumwa na mbunge kuja hapa. Mbunge anafahamu niko hapa. Hii kero imekuwa ya muda mrefu sana. Na mimi nilipotoka kwenye kikao changu pale cha Miamba, kero ile nilipewa na nilimpelekea kwa usikivu wa mheshimiwa mbunge, akaingiza kero hii bungeni. Walio na simu kubwa wanaoangalia matukio wataona aliuzungumzia mradi huu bungeni kwenye swali lake pale. Na majibu ya serikali ikawa wanatuma wataalamu kutoka wizarani waje kuangalia huu mradi unaolalamikiwa na wananchi, badala ya wananchi kushukuru. Mmezungumza vya kutosha, nimewasikia. Ndugu zangu, mmezungumza kero nyingi tukiwa kule chini Miamba, kwamba mabomba yamewekwa, yani maji inapanda mlima, kitendo ambacho sio sawa. Naomba nilichukue jambo hili kwa vitendo, tutalifikisha sehemu husika.
Nimesikitishwa na kitendo kimoja mlichosema hapa kwamba laiti kama msingetengenezewa hivi mkaachiwa mtengeneze wenyewe kwa mikono kwa nguvu zenu kama ilivyokuwa awali. Hilo sio lengo la serikali. Hatutaweza kuvumilia hilo. Lazima tuone kwamba utaalamu umekwisha mpaka wananchi warudishe nguvu za awali. Lazima tulione hilo. Manake haiwezekani serikali kuleta fedha ni ili mnufaike, sio? Inatokeaje tena mrudishe nguvu za awali ile hali serikali imeleta fedha? Kwa hiyo kama utaalamu umeshindikana kabisa wa kuyapeleka maji mashambani, wataalamu watuambie. Si tunaelewana vizuri? Wataalamu watuambie kwamba imetokeaje hiyo kitu mpaka sasa. Na pia wataalamu watuambie imetokeaje mifereji 7 inafanya kazi miwili tu, hii ndio haifanyi kazi. Miamba oye! Miamba safi! Ndugu zangu wa miamba wa Kambeni, naomba tuwe wavumilivu jambo hili kwa muda mfupi sana, muda mfupi mno. Hivi tunavyoondoka hapa, hili jambo linafika sehemu husika. Mungu awabariki. Amina. Mama Samia na mama. Na bahati nzuri hapa nimewaambia mtendaji kata yuko hapa. Huyo ndiye mkurugenzi. Mkuu wetu wa wilaya, dada yetu Kasinda Mgeni, yuko hapa kupitia afisa tarafa. Tuna mkuu wa wilaya ambaye hataki kulaza jambo. Hataki kulaza jambo. Nina uhakika hawezi kukubali malalamiko haya ili rais badala ya kupewa shukrani aendelee kupewa lawama. Hatutokubali. Miamba oye! Oye! Dr. Samia oye! Oye! Kambeni oye! Oye! Mama Anne Kilango Malecela oye! Oye! Maendeleo safi! Kutoka hapo sina la ziada. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Kambeni kilichopo ndani ya tarafa ya Mambavunta wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Jina langu ni Osiana Margaret. Asante na kwaheri kwa sasa.